Serikali za Tanzania na India zimesaini hati ya makubaliano MOU kuhusu ushirikiano kwenye sekta ya afya katika kuendeleza tiba asilia Ayurveda, huku Tanzania ikiwakaribisha wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali duniani kuja kuwekeza na kuhakikishia kuwapatia mazingira mazuri ya uwekezaji. Utiwaji saini huo kwa upande wa serikali ya Tanzania umefanywa na Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa na Waziri wa Afya anayeshughulikia tiba asili Ayush katika serikali ya India Mheshimiwa Jagati Prakash Nadda kwenye mkutano wa pili wa kimataifa wa shirika la afya duniani WHO kuhusu tiba asilia uliomalizika hivi karibuni kwenye ukumbi wa kimataifa wa Bharati Mandapam jijini New Delhi, India. Aidha, utiwaji saini huo umeshuhudiwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akipongeza serikali ya Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mageuzi makubwa inayofanya kwenye sekta ya afya na kusisitiza kuwa WHO itaendelea kushirikiana na Tanzania kikamilifu. Mheshimiwa Mchengerwa amesema kusainiwa kwa hati hiyo ya makubaliano ni hatua muhimu kwa Tanzania, kwani kutaimarisha ushirikiano wa kitaasisi na India katika maeneo ya kipaumbele ya sekta ya afya, kuongeza uwezo wa rasilimali watu wa sekta ya afya, kuimarisha udhibiti na matumizi salama ya tiba asilia, pamoja na kuchangia jitihada za serikali katika kuimarisha mifumo ya huduma za afya na kufikia bima ya afya kwa wote. Honorable Minister, moderator, ladies and gentlemen. Mheshimiwa Waziri, msimamizi wa mkutano, mabibi na mabwana, Tanzania inaendelea kubadilisha tiba asili kutoka katika hekima za kurithiwa kizazi hadi kizazi na kuifanya kuwa tiba inayothibitishwa kisayansi, inalindwa kidigitali na yenye uwezo wa kibiashara kwa manufaa ya afya duniani kote. Tunaamini kuwa tiba asilia inapolindwa na sheria, ikiimarishwa na sayansi, ikiwezeshwa na teknolojia na kuendeshwa kwa mtizamo wa kibiashara, inaweza kuwa nguzo muhimu wa kimataifa katika kujenga jamii zenye afya bora. Tupo hapa India tukiwa tayari kujifunza, tayari kuongoza na tayari kushirikiana. Tiba asilia bado ni mhimili muhimu wa huduma za afya msingi nchini Tanzania, ambapo takriban 60% ya wananchi wetu hutumia huduma za waganga wa tiba asilia. Ama kabla au sambamba na huduma za hospitali za kisasa, uhalisia huu unaonyesha kuwa upatikanaji wa ushahidi wa kisayansi si hiari bali ni jambo la lazima. With approximately 60% of our population seeking services from traditional health practitioners. Tanzania inaendelea kubadilisha tiba asili kutoka katika hekima ya kurithiwa kizazi hadi kizazi na kuifanya kuwa tiba inayothibitishwa kisayansi, inalindwa kidijitali na yenye uwezo wa kibiashara kwa manufaa ya afya duniani kote. Ameongeza kuwa serikali ya Tanzania inaweka mkazo katika utafiti wa gharama nafuu unaozingatia jamii, pamoja na uthibitishwaji wa usalama, ubora na ufanisi wa tiba asili, sambamba na utekelezaji wa mkakati wa shirika la afya duniani WHO wa tiba asili wa mwaka 2025 hadi 2034, ambapo amesisitiza kuwa Tanzania hailegezi udhibiti wa tiba asilia bali inaboresha kitaaluma kupitia mifumo imara ya sheria na taasisi za udhibiti. Akifunga mkutano huo uliowashirikisha mawaziri wa afya kutoka zaidi ya nchi 100 na wadau mbalimbali wa sekta afya, Waziri Mkuu wa India Mheshimiwa Narendra Modi amesisitiza umuhimu wa kulinda haki miliki na maarifa ya jadi ya jamii, pamoja na matumizi ya akili unde AI na teknolojia za kidijitali katika kuhifadhi, kuthibitisha na kulinda maarifa ya tiba asili. Vilevile, ameeleza kuwa teknolojia haitachukua nafasi ya waganga wa jadi bali itaongeza na kulinda hekima yao.